Sasa mimi nitatenganisha masuala haya katika sehemu mbili. Moja, najaribu kuonyesha tu kukua kwa fursa za elimu. Na nitapenda kueleza ukuaji huu uliofanyika katika kipindi hiki alichokuwa anatuongoza rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameongeza sana uwekezaji kwenye miundombinu na kwenye ajira katika sekta nzima ya elimu. Mnafahamu tulianza na dhana mpya ya shule shikizi. Aliyoagiza kwamba hata watoto katika elimu ya awali waweze kwenda shuleni. Kama shule iko mbali kwa wale kwa umri wao, basi shule inasogezwa karibu, lakini kile kituo kinashikiliwa na shule nyingine. Ndio dhana ya shule shikizi. Mtakumbuka huko tulikotoka kabla ya awamu ya 6, wakati tukimaliza vijana wakimaliza darasa la 7 wamefanya mtihani wamefaulu, tulikuwa hatuwezi kuwapeleka wote kwa mkupuo mmoja kwenda kidato cha kwanza. Tulikuwa tunawapeleka kwa awamu kwa sababu tulikuwa tunakimbizana na upanuzi wa miundombinu. Chini ya uongozi wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan sasa hivi tuna miundombinu ya kutosha na takriban 75% ya wanaohitimu darasa la 7 wanaendelea. Hatuwapeleki tena kwa awamu. Labda tuzungumzie hata swala mikopo ambalo ni muhimu sana kwa vijana wetu. Wakati rais wetu alivyoingia madarakani alikuta mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni bilioni 464. Sasa hivi kwa maelekezo yake mikopo imeongezeka kufikia bilioni 916.7, na katika mikopo hiyo maelekezo yake ni kwamba tutoe mikopo vile vile katika vyuo vya kati. Ni fursa kubwa imeongezwa kwa vijana. Kwa vyote vile tunajua bado tuna mahitaji makubwa, lakini lazima tuone hatua ambayo tumefikia. Katika swala la miundombinu, wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, tulikuwa na mikoa 5 haina vyuo vya VETA katika level ya mkoa. Lakini kwa muda huu ambao ameingia madarakani sasa hivi tumeshajenga VETA mpya ya mkoa wa Geita, Simiyu, Njombe, Rukwa, na ujenzi wa VETA ya mkoa Songwe unaendelea. Tulikuwa na wilaya 64 Tanzania ambazo zilikuwa hazina VETA ya serikali ngazi ya wilaya. Sasa hivi tunazijenga VETA 64 hivyo kwamba tukimaliza kila wilaya Tanzania itakuwa na VETA ya level ya wilaya. Labda nilizungumzie fursa hii muhimu sana kwa vijana, ujenzi huu unaokwenda. Kila mmoja aelewe kwamba katika VETA sasa hivi ukichukuliwa VETA boarding, yani unalala, unakula kule katika chuo cha VETA, ada yako ni shilingi 120,000. Na ukiwa unatoka nyumbani unaenda, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa hiyo ukichukuliwa na serikali ukienda kusoma VETA kupata ujuzi kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa, ada yake ni shilingi 120,000. Sekondari za ufundi zimeongezeka, baadaye nitazungumzia, lakini vile vile tuna ujenzi mkubwa sasa hivi wa kitu kinachoitwa polytechnics. Polytechnics ni elimu ya ufundi ngazi ya juu, lakini sio chuo kikuu kama ilivyokuwa DATEC wakati ule. Sasa DATEC imekuwa ni elimu ya juu. Sasa hivi tumekamilisha ujenzi wa polytechnics moja kule Dodoma, lakini tunaanza ujenzi wa polytechnics nyingine Mwanza, Kigoma, Mtwara, Morogoro na Zanzibar. Na hizi nitazielezea baadaye tutazitumia vipi. Vile vile tunajenga kampasi na karibia tunakamilisha baadhi ya maeneo, yani resident campuses ya vyuo vikuu katika mikoa ambayo ilikuwa haina kampasi ya chuo kikuu cha serikali. Ukiacha chuo kikuu huria ambacho kina matawi kila mkoa. Sasa hivi kulikuwa na mikoa kama Tabora, kama Kigoma, kama Rukwa, kama Kagera, kama Lindi, ilikuwa haina kampasi ya aina yote ya chuo kikuu. Ujenzi unaendelea, karibuni mtaona tunaenda kuzindua, nadhani tutaanza na Kagera, tutaenda Lindi na kadhalika, kwamba serikali na hii chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ilikuwa maelekezo yake kwamba kila mkoa kuwe na fursa ya chuo kikuu. Mtoto anaweza akasema mimi niko Mtwara lakini nataka nisome Kagera, aweze kwenda kule kwenda kusoma na kupata elimu ya chuo kikuu. Kwa ujumla wake bajeti ya sekta nzima ya elimu chini ya serikali ya awamu ya 6 imeongezeka kwa 40% na itaendelea kuongezeka. Kwa hiyo ni fursa zimeongezeka. Kwa sababu ya muda siwezi kuzitaja zote. Katika kipindi kifupi hiki cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni fursa kwa vijana, fursa ya elimu, kwenda kusoma kuanzia elimu ya awali, shule ya msingi, sekondari, elimu ya kati mpaka vyuo vikuu. Lakini pamoja na fursa, ubora je? Pamoja na fursa, ni kiasi gani elimu hiyo itakuwa inaakisi mahitaji halisi ya nchi, ya vijana, ya wahitimu? Mtakumbuka rais wetu
wakati baada ya kuapishwa tu, hata mwezi hujapita, alikuwa na mkutano mmoja ulifanyika Ikulu Dar es Salaam. Na siku hiyo alizungumzia kila wizara. Ilikuwa inatangazwa live. Miwala alikuwa sio waziri wa elimu. Alielezea matarajio yake kwa kila wizara. Katika wizara ya elimu, alisema nahitaji mageuzi makubwa ili elimu inayotolewa iweze kuakisi mahitaji ya kweli ya watu, hasa kuandaa vijana wetu kuweza kuajiriwa na kujiajiri kwa urahisi zaidi. Wengine mtakumbuka, nadhani ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 3. Baada tu ya kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na siku anazindua sera hii ya elimu na mafunzo ambayo inaakisi yale maelekezo yake ambayo aliendelea kuyatoa hadharani na mengine aliyatoa kwa wizara na maelekezo yake. Wakati anazindua sera hii, alieleza mambo matatu makubwa yaliyochagiza yeye kutaka kuona mageuzi makubwa ya kihistoria ya elimu hapa nchini. Ya kwanza ni idadi kubwa ya vijana na idadi kubwa ya watoto, kwamba hawa ni hazina ya nchi yetu kubwa na ni muhimu, lakini lazima tuwekeze kwao, na sio tu kwa fursa za elimu, lakini elimu ambayo inaakisi hasa mahitaji, waweze kupata ujuzi unaohitajika, ili si tu hapa ndani ya Tanzania, lakini dunia nzima iwe ni uwanja wa ajira kwa vijana wetu. Pili, alizungumzia utandawazi. Utandawazi unatoa fursa nyingi, lakini vile vile lazima tujiandae. Tukitaka kunufaika na utandawazi, lazima tuandae watu wetu waweze kuwa na ujuzi, waweze kuweza kushindana na wakazi wengine popote pale duniani, tuende pamoja. Na mwisho alizungumzia swala la teknolojia. Mfumuko mkubwa wa maendeleo ya teknolojia yanahitaji elimu yetu ibadilike kuweza kuakisi haya mabadiliko katika dunia. Alieleza hayo wakati anazindua sera yetu, na kwa kweli mageuzi yetu kwa kiasi kikubwa yanaakisi yale maelekezo yake. Sasa labda nieleze kidogo kwenye mageuzi ya elimu, mambo makubwa yaliyopo. Najua muda utoshi, tajitahidi twende kwa kituo. Mfumo wetu wa elimu wa sasa hivi unaweza kaita ni 7 jumlisha 4 jumlisha 2 jumlisha 3 plus. Yaani elimu ya msingi ya miaka 7, sekondari ya kati ya miaka 4, sekondari ya juu ya miaka 2, afu miaka 3 na kuendelea kwa elimu ya juu kwenda mbele. Hasa mfumo huu ulianza kutekelezwa hapa nchini kuanzia miaka ya 60. Kati ya mwaka 1965 mpaka 68, Mwalimu Nyerere alielekeza mabadiliko makubwa ya mfumo wa elimu hapa Tanzania, kutoka ule mfumo wa miaka 4 au miaka 8, miaka 12. Kulikuwa na miaka 4 unasoma, unaweza kumaliza, ni mwisho kabisa unaenda unatafuta kazi, unaendelea. Unaweza kaenda middle school, kaenda paka darasa la 8 au kaendelea mbele. Haya yalikuwa mabadiliko makubwa sana alifanywa chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Utekelezaji wake ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa maana hiyo ulitekelezwa kwa awamu, mkoa mmoja hadi mwingine, kuanzia mwaka 65 ukaendelea kubadilishwa mpaka 68. Wengi wenu hapa mmekuja kusoma wakati elimu ya msingi ikiwa ni miaka 7. Kwa maana hiyo wakati wa mageuzi haya kulikuwa na wakati wale walioko darasa la 8 na darasa la 7 kwa pamoja wanafanya mtihani mmoja wa kumaliza elimu yao. Kwa hiyo huu ni mfumo ambao tuliurithi kutoka kwa Mwalimu Nyerere, umedumu mpaka sasa hivi. Mageuzi makubwa kabisa ya mfumo sasa yanakuja chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Badala ya 7, 4, 2, 3 plus, sasa tutakuwa na 6 jumlisha 4 jumlisha 2 au 3 jumlisha 3 plus. Nitaeleza kwamba kwa mabadiliko haya ambayo nayo tunatekeleza kwa awamu, lakini sisi hatutekelezi kwa awamu kwa mkoa hadi mkoa, tunatekeleza kwa awamu kwa nchi nzima. Lakini tumeanza mitaala mipya kuanzia darasa la 3. Hao walioko darasa la 3 2027 watakuwa wanamaliza darasa, watafika darasa la 6. Kwa mfumo huu sasa hivi shule ya msingi itakuwa ni miaka 6. Ukimaliza mwaka wa 6 utafanya mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza, cha pili, cha 3, cha 4. Kwa hiyo ni miaka 6 shule ya msingi, miaka 4 sekondari ya kati, miaka 2 sekondari ya juu au miaka 3 sekondari ya juu na kwenda miaka 3 plus. Kwa hiyo miaka 6 ukimaliza shule ya msingi lazima kwa sheria
utasoma mpaka kidato cha 4. Kwa maana nyingine, mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka 7, ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka 7, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka 10. Kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha 4. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka 2028. Maelezo mengine tutatafuta siku tuongee, lakini kwa vyote vile kama ambavyo kuanzia mwaka 65 mpaka 68 walifika mahali ambapo kulikuwa na double cohort, sisi tutakuwa na wanafunzi wanahitimu shule ya msingi wakiwa darasa la 6 mwaka 2027 na wengine wanahitimu wakiwa na darasa la 7. Kwa hiyo kila shule ya msingi sasa hivi itakuwa na madarasa mawili yanahitimu kwa pamoja. Kwa sababu hao darasa la 6 walianza na mitaala mipya, walioko darasa la 7 2027 watakuwa wametumia mtaala wa zamani. Wote watakuwa na hitimu. Kutakuwa na graduation darasa la 6 wanamaliza shule ya msingi, na graduation darasa la 7 wanamaliza shule ya msingi, na wote lazima waendelee kusoma mpaka kidato cha 4. Inaitwa double cohort. Tutaendelea kufafanua vizuri tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Sasa umuhimu wa mabadiliko ni nini? Kwanza kabisa, dunia nzima ni nchi chache sana zimebaki ambazo zinatoa chini elimu ya lazima chini ya miaka 9. Hata majirani zetu mnaweza mkaangalia. Nchi nyingi zimeona umuhimu wa kutoa elimu ya lazima kwenda mpaka sekondari. Hata Sustainable Development Goals ambazo sisi wa Tanzania tulisign tukakubali, zinasema kwamba tutoe elimu kwa watoto wetu wote mpaka sekondari. Kwa sisi kuendelea kutoa elimu ya lazima ya miaka 7 tunabaki nyuma. Hatuwezi kupambana na utandawazi kama alivyosema rais wetu. Lazima tuandae vijana wetu waweze kushindana na vijana kutoka nchi nyingine. Lakini pili, umri wa kuanza darasa la kwanza sasa hivi ni miaka 6. Kwa hiyo ukisoma umeanza na miaka 6, ikawa elimu ya lazima ni miaka 7, utahitimu ukiwa na miaka 13. Hakuna sheria kukuambia uendelee kubaki shuleni. Mtoto wa miaka 13 akitoka hawezi kuajiriwa, hawezi kujiajiri. Kwa hiyo ukianza kulalamika elimu yetu haiwaandai watoto wetu vizuri, ni kwa sababu mfumo huu wenyewe unamruhusu aondoke shuleni ana miaka 13 wakati bado ni mtoto tegemezi, hajajipanga vizuri. Ukweli ni kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeenda mbali sana. Zaidi ya 75% wanaomaliza shule ya msingi wanaendelea kwenda sekondari. Lakini hao 25 je, si wa Tanzania? Tunawaachaje waingie mtaani na miaka 13? Kwa hiyo mfumo huu unasaidia kuandaa, ukiacha tu kwamba kuna maudhui mengi katika kufundisha, sitoweza kueleza yote yanayomwandaa mtoto vizuri zaidi, lakini walao tunajua sasa hivi atakapomaliza kidato cha 4 atakuwa na miaka 16. Amefikia umri kidogo, anaweza kabuni, akaanzisha shughuli zake, anaweza hata kaajiriwa na kadhalika, tukasonga mbele. Kwa hili ni swala kubwa la kwanza limefanywa na rais wetu, na kama nilivyosema alieleza mageuzi ya elimu haya yaangalie. Vijana ni wengi, lazima tuandae vizuri, na watoto ni wengi zaidi, tujipange kuandaa vizuri zaidi. Alieleza kuhusu utandawazi. Hawa vijana waandaliwe waweze kushindana, sio ndani ya nchi tu, washindana wengine waliosoma nchi nyingine, ili tuweze kufaidi matunda ya utandawazi. Na maendeleo ya teknolojia makubwa tuweze kuwasomesha vizuri waweze kuendana na teknolojia. Sasa mtoto akisoma mpaka darasa la 7 akaacha, anaendaje na teknolojia sasa hivi ambayo ni kubwa, inasonga mbele? Mageuzi la kwanza hilo. Yako mengi lakini tasema machache. La pili, kwa upande wa sekondari, kuanzia sasa hivi tunaenda mikondo miwili. Ukimaliza shule ya msingi utachagua wewe kushirikiana na wazazi na walimu, unataka kwenda mkondo upi. Kuna mkondo wa elimu jumla. Elimu jumla, mambo mengi zaidi darasani, nadharia nyingi darasani, na ujuzi. Halafu kuna mkondo wa elimu ya amali. Mkondo wa elimu ya amali, mambo mengi ya ujuzi, mambo mengi ya utendaji, mambo mengi ujuzi kazi, na vile vile darasani utajifunza mambo ya nadharia. Kwa hiyo kutakuwa na chaguo hilo, na tumejenga mfumo ambao hata ukienda elimu ya amali, ukimaliza form 4 ukitaka kurudi elimu jumla form 5 na form 6 unaweza ukarudi.
Kwa hiyo hatutaki mtu anaenda elimu ya amali ahisi yeye atakuwa short changed. Namba moja. Sasa elimu jumla ni kama vile ambavyo tunaifahamu vizuri. Kwa hiyo sitaelezea sana. Utakaposoma pale, utamaliza kidato cha 4, ukitaka kuendelea, utaenda form 1, utaenda kidato cha 5 na 6, afu unaweza kaendelea kusoma. Hilo tumelizoea. Hebu nielezee elimu ya amali. Na mnakumbuka rais wetu yote tarehe 6 mwezi wa 3 alisisitiza sana ujuzi. Na sio mara moja, amekuwa akisema mara nyingi, lakini sisi wizarani amekuwa akituita na kutupa maelekezo mara kwa mara. Elimu ya amali ni nini? Elimu ya amali ni ile ambayo mara nyingi watu wanaita elimu ya ufundi na ufundi stadi. Kiingereza technical and vocational training. Amali tumetoa, wenzetu Zanzibar wamekuwa wakilitumia muda mrefu. Wizara ya elimu kule inaitwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Yaani mafunzo ya kuandaa tayari kujiajiri au kuajiriwa. Unaweza ukachagua ufundi, yani technical, kama ilivyokuwa Moshi Technical Secondary School, Tanga Technical Secondary School, Ifunda Technical Secondary School, Bwiru Technical Secondary School na nyingine. Au kaenda ufundi stadi ambao unaweza kuwa ni michezo au kilimo au uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo elimu ya amali inabeba mambo mawili makubwa. Ufundi ambao ni technical na ufundi stadi ambao ni vocational. Sasa wale watakaosoma mafunzo ya amali kwa mtaala tulionao, wakimaliza kidato cha 4, anapata cheti cha NACTIVATE. Watu wengi wanaita vyeti vya VETA. Ni kile cheti kinachokuruhusu wewe sasa hivi pengine umesomea umeme, kufunga umeme kwenye nyumba, ufundi mitambo na kadhalika. Unapata cheti kinachokuruhusu kuajiriwa moja kwa moja, na unapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 4. Kwa hiyo uwanda huu tukiendelea kuupanua, vijana wengi wanaomaliza kidato cha 4 watamaliza wakiwa na ujuzi wa kutosha kuajiriwa na kufanya kazi hapo hapo, au kujiajiri, kuanzisha gereji yako na kuendelea kufanya kazi pale pale. Na mimi niseme hili watu walielewe, mimi nimekutana na vijana wa Tanzania waliosoma VETA. Ukumbuke sasa elimu ya ufundi hii ya upande wa amali inatolewa kama VETA kwa ujuzi wa mitambo, mambo ya umeme na kadhalika. Nimekutana na vijana wa Tanzania wanafanya kazi Kongo, wanafanya kazi Guinea Conakry inazungumza Kifaransa. Nimemkuta kijana anaitwa Mboya. Nimekutana naye ananiambia kabisa Guinea Conakry tunafanya nini? Sasa mimi nimesomea ufundi mitambo. Mitambo ya nini? Ya migodi. Ameajiriwa hapa, akaenda Namibia, akaenda Mauritania, sasa hivi yuko Guinea Conakry. Kwa hiyo hii elimu ya amali tukifundisha vizuri, vijana wengi wataangalia dunia yote kama uwanja wa ajira. Watatafuta ajira hapa nchini, lakini na nje watapiganiwa. Kwa hiyo hatutaki tubaki nyuma. Kwa hiyo sekondari itakuwa na mikondo hiyo miwili. Sasa nimesema elimu jumla, ukimaliza kidato cha 4 unaweza kaenda form 5 na form 6 miaka miwili, afu unaendelea na elimu kama kawaida. Kwa wale wanaosoma elimu ya amali, yani ufundi na ufundi stadi, yani technical and vocational training, wakienda high school, wale waliosomea ufundi, yani technical education, wataenda katika kitu tunachokiita polytechnics. Hasa wengine mtakumbuka Dar es Salaam Institute of Technology zamani ilikuwa ni polytechnic, inaitwa DATEC. Hasa tunarudisha polytechnics hapa nchini. Tumekamilisha ujenzi wa moja Dodoma, tunajenga nyingine Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro na Zanzibar. Hizo na Kagera VETA ile tunaweza kaigeuza vile vile, kwa sababu ile VETA ya Kagera kwa kweli ni kubwa, inaweza kawa kama polytechnics. Kule ukitoka form 4 umesomea ufundi. Sasa sio ufundi stadi, ufundi. Tunataka uende kule ukasome high school, utapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 6, lakini utakaa miaka 3. Utatoka na diploma, utakuwa technician, well qualified. Unaweza kaajiriwa mahali popote. Ufundi mitambo, ufundi umeme na kadhalika. Kwa hiyo tunataka tuongeze level ya watu waliofikia kiwango hicho cha elimu wajae kwenye uchumi wetu, kwa sababu ukiongea na baadhi ya watu waliowekeza kwenye bomba la mafuta nani wanakuambia tunahitaji watu kama hao wengi zaidi hapa nchini. Kwa mara nyingi tuliacha diploma tukakimbilia kwenda kwenye degree. Kwa hizi polytechnics tunazozijenga hizi zitakuwa zinachukua wanafunzi wanaotoka kwenye shule za ufundi. Sasa hivi shule za ufundi tunajenga mpya 103 duru ya kwanza, tutaongeza nyingine, na hao wa ufundi watakwenda hizo polytechnics. Lakini kwa ufundi stadi mwingine
tunaongea na sekta nyingine mbalimbali. Vyuo vya mifugo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6. Vya kilimo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6. Na michezo na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba wale wa ufundi stadi na wenyewe wanaweza wakaendelea wakasoma diploma na cheti cha form 6 na wakawa tayari kuajiriwa, lakini wanaweza wakaenda chuo kikuu. Sasa unaweza kauliza, hivi kwa nini tulipoteza zile shule za ufundi? Tulipoteza shule za ufundi sababu nyingi, lakini mojawapo ilikuwa kwamba wale vijana wakimaliza wakija Daatech Polytechnics wanafanya miaka 3, walikuwa wazuri kweli kweli. Lakini wakienda chuo kikuu kusoma engineering wanatakiwa wasome miaka 4 sana, watu waliosoma PCM mpaka form 6. Kwa hiyo wanakuta wenzao wameshaanza, wako mwaka wa pili chuo kikuu, wenyewe wanaingia mwaka wa kwanza. Sasa hivi utaratibu utatengenezwa, wanaosoma Polytechnics ule mwaka wa ziada waliosoma kule utapata msamaha kwenye vyuo vikuu, ili wasijihisi kwamba wamekuwa short changed. Ingawaje tungependa vile vile wakienda kusoma vyuo vikuu waende wakasome katika taasisi za elimu ya juu ambazo za kiamali kama Dar Institute of Technology, lakini hatutaziba milango wao kwenda kusoma katika vyuo vingine. Hilo ni jambo kubwa ambalo tumekuja nalo. Sasa katika mitaala mipya, ukiingia form 1 ni lazima kila mtoto asome somo la biashara, business studies. Ni somo la kumwandaa mtu kuwa mjasiriamali. Kwa sababu mtoto akimaliza kidato cha 4, alafu nawaambia kama unaweza ujiajiri, lakini walao ajue mkopo unachukuaje, TIN number ni nini, BRELA ni nini, na vitu vingine ambavyo ni basics, lakini vinamuandaa vizuri zaidi. Vijana wetu wengi ni wabunifu, na ukiangalia around utaona kazi kubwa wanazozifanya, wanaanzisha hata viwanda vidogo vidogo, lakini elimu yetu lazima iwapeleke kwenye kujiandaa vizuri zaidi na swala hilo. Kwa hili somo la biashara ni la lazima kwa kila mtoto akiwa kidato cha kwanza mpaka cha 4. Ni kukidhi yale maelekezo ya rais wetu kwamba vijana wetu waandaliwe vizuri zaidi kwa ajili ya kuajiriwa na kujiajiri. Somo la Kiingereza sasa hivi litaanza darasa la kwanza kwenda mpaka darasa la 6 wakati huo tunavyokwenda mbele, na kama ni shule ya English medium, Kiswahili kitaanza darasa la kwanza kwenda mbele kwa kisha wanasoma. Somo jingine ambalo sasa ni la lazima itakuwa ni historia ya Tanzania na maadili yetu. Watu nazungumza uzalendo, lakini vile vile kuielewa nchi yetu, kuelewa hasa historia ya nchi yetu na kuweza kuielewa vizuri na kuitetea. Bila kufanya hivyo, tunahakika elimu inaweza kawa ni nzuri sana, lakini bila kujua tunatoka wapi, tuko wapi, tunataka kwenda wapi kama nchi, inaweza katupa matatizo. Haya ni mambo machache ambayo nilikuwa nataka kueleza katika mageuzi ya elimu. Yako mengi zaidi, labda kwenye maswali mtanipa fursa ya kudadavua na kufafanua. Kwa sababu yako mambo mengine, kwa mfano tunaita kuchopeka maswala yanayoendana na digital education. Yamechopekwa kwanza kuandaa watu hata namna ya kufanya programming katika maeneo mbalimbali. Kwa sababu dunia sasa hivi inavyokwenda kule, bila kwenda kwenye digital education, tunaenda kwenye digital economy, tutashindwa ku move sana watu wengine. Sasa kuna swala moja muhimu sana. Hapa duniani tunatofautiana nchi na nchi, tunaangaliaga sana GDP, tunaangalia pato la nchi. Lakini ukiangalia vizuri sana, nchi zinasonga mbele zaidi kwa kuwekeza kwenye sayansi, teknolojia na ubunifu. Na elimu ambayo haiandai wanasayansi wa nchi, kwa kweli haiwezi kutuandaa vizuri kusonga mbele. Unaweza kuwa na mgodi wako, lakini huna teknolojia, huna sayansi ya kuendeleza. Huwezi kuwa na madaktari wazuri bila kuwa na wanasayansi wazuri. Kwa hiyo katika mageuzi haya na msukumo wetu, kuna emphasis kubwa sana imewekwa kwenye masomo ya sayansi. Kwa mfano, chini ya maelekezo ya rais wetu, kila mkoa imejengewa sekondari ya wasichana ya sayansi, na ameagiza zijengwe nyingine za wanaume kwa mikoa yote, ili kuhakikisha kwamba watu kweli wanasoma masomo ya sayansi. Lakini vile vile iligundulika vijana wengi wenye uwezo wa kusoma sayansi, wakifika form 6 anasoma PCM, anapata A3, lakini anaona mimi ngoja nikasome zangu biashara, hata kwenda kusoma sayansi kuna faida gani? Wao tumeweka vivutio, na rais wetu alituagiza akasema, nataka vijana hao wenye uwezo mkubwa sana kwenye sayansi wasomesheni moja kwa moja, sio kwa mkopo. Walipieni kila kitu na hela za kujikimu na laptop na nini, wasome sayansi ili wasiache. Sisi wizarani tulivyojadili tukasema usomeshaji wa namna hiyo unaitwa scholarship. Iko scholarship nyingi duniani. Kwa hiyo sisi tuliamua kuita Samia Scholarship. Tunatekeleza maelekezo yake ya kuwasomesha, na tumeita Samia kwa kuamua sisi wenyewe, kwa sababu scholarship zina majina zote.
Hata ukienda Edinburgh kuna Nyerere scholarship, sio hela za Nyerere, ni heshima tu kwa sababu alisoma kule. Kuna scholarship za Mandela, wala sio hela za Mandela. Kwa hiyo rais wetu alivyosema tuwasomeshe, wakimaliza form 6 wamefanya vizuri, mradi wakasoma masomo ya sayansi, tehama, hisabati, uhandisi au elimu tiba, vyuo vikuu vya ndani tuwasomeshe, inaitwa Samia Scholarship. Tumekuwa tukitekeleza vizuri sasa hivi, na tumeona vijana wengi, watoto wengi wanapoingia kidato cha kwanza wanaanza kusema nitajipambanua sana kwenye hisabati na masomo ya sayansi, nitaenda kuchukua taasisi za sayansi ili nimpunguzie mzazi wangu mzigo, nikienda chuo kikuu nasomeshwa. Wengine wanatumia neno bure, kwa sababu utalipiwa tuition fees, utapewa na ile ya kujikimu, utapewa na laptop, unaendelea na kusoma. Kwa hiyo Samia Scholarship inatumika kama kivutio, vijana wenye uwezo wasome sayansi. Nimesema bila sayansi nchi haiendelee. Tutafanya mambo mengi sana, lakini tunahitaji wanasayansi. Na wanasayansi hao wengine wakisoma uhandisi sasa wakienda mbele, wao wana teknolojia. Tuna migodi, tuna kila kitu, hatuwezi kutegemea watu kutoka nje tu. Lazima tuandae watu wetu. Katika mrengo huo huo, tumeamua kutoa Samia Scholarship Extended kwa baadhi ya field. Tunapeleka sasa hivi kwenye masters. Wakati fulani tulikuwa tunatafuta mtu wa kuangalia tume ya nguvu za atomi hapa Tanzania. Tukagundua wasomi wa maeneo hayo wamepungua sana, wakati sisi tuna uranium hapa Tanzania. Kwa hiyo tukaamua kwamba kuanzia sasa hivi ile tume itenge fedha kusomesha Watanzania katika level ya masters katika kitu tunachokiita Samia Scholarship Extended katika maeneo haya. Eneo jingine kubwa na muhimu ambalo kwa hakika dunia inaenda kwa kasi sana ni eneo hili wanaita akili unde, yani akili iliyoundwa. Artificial intelligence. Mambo ya data science na maeneo kama hayo. Dunia inaenda kwa kasi sana. Hata masuala ya usalama wa nchi, uchumi, banking, kilimo kinaenda kutegemea sana masuala ya akili unde. Tanzania tunafundisha, lakini tumeamua, rais wetu alishatuambia mapema kwamba baada ya kutekeleza kuwapa scholarship hapa, hebu jitahidini mchukue ile cream de la cream, yani wale the best of the best, wapelekeni nje wakasome. Wanasema tafuta elimu hata China, au sio? China yenyewe imeendelea, imepiga hatua kubwa zaidi, lakini napeleka wanafunzi wake wengi Marekani kusoma. Kwa nini? Sisi si bado. Kwa hiyo maelekezo ya rais wetu tuwapeleke na vijana waliofanya vizuri sana. Kwanza hiyo ni kivutio. Ukiingia form 1, unajua ukitaka wanasemaje, kupanda pipa, kwenda majuu, soma vizuri kwa bidii, serikali itakupeleka nje. Kwa hiyo tumeanzisha kwa maelekezo yake scholarship maalum ya kuwapeleka vijana top kabisa kwenda kusoma nje. Tumechukua vijana 50. Sasa hivi wako Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, iko pale Arusha. Ni chuo kikuu. Wamewekwa boot camp, yani kambi ya mafunzo ya kuandaa. Wanajifunza mambo mengi. Wengine wamaliza PCM lakini hawajachezea sana kompyuta. Wanapata fursa ya kufanya vile. Wanaandaliwa, wote watapelekwa kwenda kusoma nje kwa utaratibu wa serikali ambao sisi tumeamua kuita Samia Scholarship Extended, Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Hata wakisoma cyber security, hata computer science wakasome. Naamini bachi ya kwanza itaondoka mwisho wa mwezi Januari, wanaenda Johannesburg University, South Africa, na hiyo tumeichagua kwa sababu university ile ukisomea mambo hayo lazima ufanye wakati huo unafanya kazi kwenye makampuni hayo ya technology. Unapata uzoefu mzuri, unakujenga zaidi. Sio mambo ya darasani tu, ni aina fulani ya elimu ya amali. Alafu bachi ya pili nadhani itaondoka, itaenda Ireland mwezi wa 9, na kule kuna uzoefu mkubwa sana, makampuni makubwa ya teknoloji. Wakati unasoma unapata fursa ya kufanya kazi, unasoma unapata fursa ya kufanya kazi. Kwanza ukimaliza unapewa visa ya kukaa miaka 2 Ireland kuendelea kufanya kazi na kupata uzoefu. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania tumeanza kutekeleza maelekezo ya rais wetu. Tumejiandaa kuwapeleka vijana hao kwenda kusoma nje. Tumeanza na vijana 50. Tutaendelea mbele ya safari tunaendaje katika eneo hilo ili Tanzania tusibaki nyuma. Tunawafundisha wengine hapa nchini. Nelson Mandela pale anafundisha. Kuna chuo cha Indian Institute of Technology, the best duniani, kinatawi pale Zanzibar. Tutapeleka baadhi ya Tanzania pale kwenda kusoma. Tutaendelea kujenga uwezo wa ndani, lakini tafuta elimu hata China. Na sisi tunaenda Ireland, tunaenda South Africa, tutaendelea kufungua maeneo mengine zaidi. Hasa ni upande huo wa sayansi, na ni mambo mengi. Labda mtaniuliza, nitafafanua. Labda tuzungumzie kwa vijana wabunifu sasa hivi hapa Tanzania. Wanawezaje? Umebuni kitu kwa kutumia uwezo wako na teknolojia, unakwenda vipi? Unasaidiwa vipi? Sasa hivi kupitia COSTECH tumezindua mfuko ambao umeitwa Samia Innovation Fund,
ambao unafanywa kwa kushirikiana na CRDB, na tunashukuru sana CRDB kwa kupartner na COSTECH. Sasa hivi tuna bilioni 2.3 kwa vijana wabunifu wanaotaka kuwa na ubunifu wao umefika mahali pa kuingia sokoni, watasaidiwa kuingia sokoni moja kwa moja. Tutaunganisha mfuko huu na zile fedha nyingine bilioni 200 za rais wetu, tuone namna gani tunaweza tukafanya interface vijana wengi zaidi waweze kufikia kule. Na tukumbuke hata scholarship za kwenda nje tunawapeleka ni vijana waenda kusoma nje. Tunataka vijana hao wapate fursa. Wajue kabisa ukitumia muda wako vizuri darasani, ukajitahidi, reward yako utakwenda kusoma nje, tunaamini utarudi hapa kuja kusaidia nchi yetu. Kwa hiyo Samia Innovation Fund ipo tayari, kuna beneficiaries, na tutaendelea kuweka fedha kwa kushirikiana na CRDB kuhakikisha kwamba vijana wanaokuja na ubunifu wanaweza wakasaidiwa, wakaingia sokoni, wakafanya biashara, wakapata fedha, watarudisha fedha hizo, watazalisha ajira. Tuna fursa nyingine tena kwa vijana kwenye wizara yetu. Inaitwa Tuzo ya Taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Vijana wengi wanajaribu kuandika